Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika iman, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni wengi walitaraji kuwa nasi lakini hawakujaliwa, wameitika wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mimi nawe ambao tumepata fursa hii tutumie vizuri katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani hatuelewi kwamba nasi kama tutamaliza au la. Mwezi huu ni mwezi wa kheri. Ni mwezi ambao nyakati zake zimekuwa ni bora katika nyakati. Hivyo ndugu, tutakuwa wote pamoja katika vituo hivi vya kupeana nasaha. Vituo hivi tupate yale mambo ambayo yatatukaribisha kwa Mwenyezi Mungu, ikawa ni bustani ya kuchuma mambo ya kheri, tukapata matunda yake ili tuweze kupata mazingatio, tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe katika wale watu ambao watanyimwa na kufaulu, bali tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie wale ambao watalipwa na wataachwa huru na moto. Hivyo ndugu katika imani, mwezi huu tumeukaribisha, tumeingia, na kikubwa ambacho kinatakiwa kwamba kiwe kimefanyika ni toba ya kweli katika kuukaribisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tupange yale mambo ambayo ni vipaumbele. Tujitahidi nafsi zetu kadri ya tuwezavyo. Tuoshe mioyo yetu kabla ya miili yetu. Tusafishe ndimi zetu kabla ya mikono yetu. Mwezi huu ni wa kheri na baraka na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mwezi wa Qur'an na imani na kufanya wema. Ni mwezi wa uchamungu na dua. Ni mwezi wa subira na kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengi mengineyo. Ndugu zangu, ni juzi tu tulikuwa tuko katika Ramadhan, kufumba na kufumbua tushaingia Ramadhani nyingine. Mwezi ushapita pamoja na furaha zake na huzuni yake na maumivu yake na matarajio yake. Lililobaki ni mazingatio na mawaidha ambayo tunayapata kwamba dunia hii ni yenye kuondoka haraka sana. Hivyo kitu ambacho kitatufanya kwamba tufaidike katika huu mwezi ni kutumia nyakati vizuri, kutumia wakati vizuri kabla haijawa ni yenye kutupita. Na tunaona kwamba mwezi huu kama tulivyosema, toba inatakiwa iwe toba ya kweli, madhambi yote na maasi, kutoharishe mioyo yetu kutokana na machafu na madhambi na maasi mbalimbali, hikdi, hasadi, chuki, mambo ya kukatana na kufanyiana vitimbwi, vyote hivi tunatakiwa tuwe wenye kusafisha katika mioyo yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surati An-Nur aya 31. Tubieni kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini wote, huenda mkapata kufaulu. Hivyo tutubie sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ambayo ni ya kweli, ili mioyo yetu iwe ni safi na msimu huu tukawa ni wenye kuvuna. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe sisi na makosa yetu kama alivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi. Mwenyezi Mungu tunamwomba atuepushe na madhambi, atusafishe kama nguo nyeupe inavyosafishwa na machafu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuoshe na makosa yetu kwa maji na theluji na mengineyo. Tuwe ni wenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuazimie toba ya kweli ili tuwe ni wenye kuwa na furaha, tuwafikishwe katika mambo mema na tuwe ni wenye kuhama yale mambo ambayo ni ya haramu. Tuhakikishe tumepata radhi za Mola wetu ambaye aliyeumba mbingu na ardhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia ambayo ni sahihi, tuwe ni wenye kupata radhi yake.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta